Hili ndio sekeseke ambalo liliwakuta viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambao walijikuta wakiwa kwenye mvutano na jeshi la polisi nje ya viunga vya Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam, na ilikuwa ni mara tu baada ya maafisa wa jeshi hilo kumkamata makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche na kuondoka eneo hilo. Heche na wengine ambao walikuwa wametoka kusikiliza shauri la uhaini linalomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, na pindi walipofika nje akisubiri gari lije kumchukua, maafisa wa polisi wakahitaji aondoke mara moja. Mmoja wa wafuasi wa Chadema alisikika akisema hivi, "Kwa nini wamsukume kiongozi wetu, anasubiri gari?" Mwisho wa nukuu. Hata hivyo, baadaye ilikuja gari la chama ambalo lilimbeba Heche, kisha na baadaye akaweza kuondoka. Sasa swala hili kidogo limeibua hisia mseto miongoni mwa wafuasi wa chama cha Chadema, lakini pia limsukuma John Heche kuja kuandika ujumbe mrefu kupitia mitandao yake. Nataka ninukuu ujumbe ambao John Heche alikuwa ameuandika. Alikuwa amesema hivi, alikuwa ameshare kipande cha video ya yeye pamoja na wanachama wengine wa Chadema wakiwa wanasukumana na polisi nje ya mahakama, na akaandika hivi: "Huu ni udhibitisho mwingine kwamba nchi hii inaongozwa na dola la polisi, kwa mabano akeka police state. Kisingizio kwamba kuna mihimili mitatu ya dola ni uongo. Kitendo cha mahakama ya kiraia kuwa inasimamiwa na polisi, na kila mara polisi wanapanga utaratibu, wanapiga watu na kukamata wengine ndani ya viunga vya mahakama. Chombo kilichopaswa kuwa kimbilio la wananchi pale wanaponyanyaswa na polisi, chombo ambacho kila mtu alipaswa kujiona ana haki sawa na atatendewa haki kwa mujibu wa sheria. Chombo hicho kinapogeuzwa kuwa kama vituo vya polisi, watu wanapigwa, wanasukumwa, wanaonewa, wanapewa amri zisizo za kisheria, mwananchi atapata wapi haki?" Polisi waliokushtaki wanapokuja kusema namna ya hata wewe kusema mahakamani, kitendo cha polisi kutupiga na kututishia ndani ya viungo vya mahakama ni kitendo cha aibu kwa muhimili wetu wa mahakama. Nitamwandikia barua jaji mkuu, sio kwa sababu naamini hayajui haya, ila kuweka kumbukumbu sahihi na rasmi. Mahakama iko chini ya jaji mkuu, sio chini ya IGP. Mwisho wa nukuu ya alichokuwa amekiandika John Heche kupitia mtandao wake wa Instagram. Hii inaonyesha namna ambavyo John Heche alikuwa ameghadhabishwa na kitendo ambacho kilitokea nje ya mahakama, lakini hapa ameahidi kwamba atakwenda kutuma barua kwa jaji mkuu ili kuweka kama kumbukumbu rasmi kabisa katika harakati za kupigania ukombozi ambao wenyewe wamekuwa kiupigania kutoka kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Sasa hapa John Heche amesema kwamba mahakama ipo chini ya jaji mkuu na wala sio IGP. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.